Leo dunia inaadhimisha miaka 114 tangu usiku ule wa giza wa Aprili 15 mwaka 1912, wakati meli ya kifahari ya RMS Titanic ilipotoweka kwenye kina cha bahari ya Atlantic. Zaidi ya karne moja imepita, lakini simulizi ya mkasa huu bado inasisimua na kutisha kama vile imetokea jana. Ilikuwa ni zaidi ya ajali ya meli. Ilikuwa ni anguko la fahari ya mwanadamu na mwanzo wa mabadiliko makubwa katika sheria za usalama baharini. Ipo hivi: mnamo Aprili 1912, dunia ilishuhudia maajabu ya uhandisi, meli kubwa iliyosifiwa kuwa haiwezi kuzama. Lakini ndani ya siku 5 tu za safari yake ya kwanza, fahari hiyo iligeuka kuwa msiba uliotikisa ulimwengu. Huu hapa ni uchambuzi wa kina wa kila hatua ya mkasa huo. Hatua ya kwanza ni mwanzo wa safari, ambao ulikuwa ni Aprili 10 mwaka 1912 majira ya saa 6 kamili za mchana. Meli ambayo hakuna aliyedhani inaweza kuzama inaanza safari. RMS Titanic inaondoka Southampton kwenye safari yake ya kwanza ikiwa na abiria na wafanyakazi 2224. Ilikuwa meli kubwa zaidi kuwahi kujengwa na ilisifiwa sana kuwa haiwezi kuzama. Mwili wake ulikuwa na vyumba 16 vinavyozuia maji, yani watertight compartments, na ingeweza kuendelea kuelea hata kama vyumba 4 vingepata mafuriko. Barafu ikaja kufanya mafuriko kwenye vyumba 6. Hapo ndipo dharau ya kibinadamu ilipoanzia. Imani kuwa teknolojia imeshinda asili iliwafanya watu kupuuza tahadhari za msingi. Hatua ya pili ni maonyo yaliyopuuzwa ya Aprili 14 mwaka 1912 siku nzima. Tukio lilikuwa kama hivi: maonyo 7 ya barafu yanapuuzwa. Siku nzima Titanic inapokea maonyo 7 tofauti ya njia ya simu, yani wireless, kutoka kwa meli zingine yakiripoti kuwepo kwa milima ya barafu mbele yao. Captain Smith anabadilisha mwelekeo kidogo kuelekea kusini, lakini hapunguzi kasi ya meli. Onyo la mwisho kutoka kwa meli ya M7 likielezea uwanja mkubwa wa barafu uliopo mbele yao halikufika kabisa kwenye chumba cha uongozi. Hatua ya tatu ni sekunde 37 za hatari. Siku hiyo hiyo ya Aprili 14 mwaka 1912 majira ya saa 5 na dakika 40 usiku. Tukio lilikuwa kama hivi: sekunde 37 tangu kuona barafu hadi kugonga. Mlinzi Frederick Fleet anaona barafu na kupiga simu chumba cha uongozi mara moja. Afisa wa kwanza Murdoch anaamuru meli ipite upande kwa nguvu na kusimamisha injini, lakini sekunde 37 hazitoshi kwa meli yenye kasi ya knots 22. Barafu inakwaruza upande wa kulia wa meli kwa sekunde 10. Mgongano ni mpole kiasi kwamba abiria wengi wanaendelea kulala bila kujua. Hatua ya 4 ni hukumu ya mbunifu. Mnamo Aprili 15 mwaka 1912 majira ya saa 6 kamili usiku wa manane. Yaani kiufupi, matukio yote yanatokea Aprili 14, lakini inapofika usiku wa kuamkia Aprili 15 linatokea tukio lingine ya hukumu ya mbunifu. Tukio liko kama hivi: mbunifu anamwambia kapteni kuwa hakuna matumaini. Thomas Andrews, mtu aliyeijenga meli hiyo, anakagua uharibifu na kutoa hukumu yake. Meli itazama ndani ya saa 1 au 2. Titanic ina boti za uokoaji, yani lifeboats, kwa ajili ya watu 1178 tu, wakati ndani ya meli kuna watu 2224. Baadaye Andrews anaonekana akiwa peke yake kwenye chumba cha kuvutia sigara akitazama picha ukutani. Mwili wake haukuwahi kupatikana. Hatua ya 5 ni boti ya kwanza. Mnamo Aprili 15 mwaka huo 1912 majira ya saa 12 na dakika 45 alfajiri. Tukio liko kama hivi: boti ya kwanza ya uokoaji inaondoka ikiwa nusu tupu. Boti namba 7 ina uwezo wa kubeba watu 65, lakini inaondoka ikiwa na watu 27 tu. Abiria wanakataa kupanda kwa sababu meli bado inaonekana imara chini ya miguu yao. Na boti ambao juu ya maji meusi yenye baridi kali inaonekana hatari zaidi. Watu 1500 watakufa sehemu fulani kwa sababu boti ambazo zingeweza kuwaokoa zilishushwa zikiwa nusu tupu. Hatua ya 6 ni kuvunjika kwa meli. Mnamo Aprili 15 mwaka 1912 majira ya saa 2 na dakika 17 asubuhi. Tukio liko kama hivi: taa zinazimika na meli inakatika vipande viwili. Sehemu ya mbele imekuwa ikivutwa kwenda chini kwa saa 2. Saa 2 na dakika 17 taa zinakatika. Meli inakatika katikati kati ya bomba la 3 na la 4 kwa sauti ambayo waliofika walielezea kama ngurumo.
Sehemu ya nyuma inatulia kwa muda kabla ya kusimama wima na kuanza safari yake ya mwisho kuelekea chini. Na zaidi ya watu 1500 sasa wako kwenye maji yenye baridi ya nyuzi joto hasi 2. Hatua ya 7 ni kimya cha mauti. Siku hiyo hiyo ya Aprili 15 mwaka 1912, saa 2 na dakika 20 asubuhi. Tukio liko kama hivi: imepotea. Sehemu ya nyuma inatoweka saa 2 na dakika 40 baada ya mgongano. Watu wengi majini wanakufa ndani ya dakika 15 hadi 30 kutokana na shoti ya baridi badala ya kuzama. Boti za uokoaji nyingi zikiwa viti tupu zinakaa mbali kwa hofu ya kuvutwa na meli au kushambuliwa na watu walioko majini. Boti namba 14 inaporudi kutafuta manusura inakuwa tayari imechelewa kwa karibu kila mtu. Hatua ya 8 ni kuwasili kwa Carpathia mnamo Aprili 15 mwaka 1912 majira ya saa 4 na dakika 10 asubuhi. Carpathia inawasili kwenye ukimya. Meli ya Carpathia ilikimbia kwa maili 58 kupitia maji yenye barafu wakati ilipopata ujumbe wa dharura. Inafika saa 1 na dakika 50 baada ya meli kuzama, ikitarajia kukuta maelfu ya manusura, lakini inakuta watu 710 tu wakiwa wametawanyika kwenye boti za uokoaji katikati ya mabaki ya meli. Yale mayowe yaliyojaza anga saa 2 zilizopita yamepotea. Carpathia inawapeleka manusura New York, ambapo watu 30,000 wanasubiri gatini kwa ukimya. Lakini pia siku hiyo ya Aprili 15, gazeti la New York Times liliweza kuchapisha kichwa cha habari ambacho kinasomeka kama ifuatavyo: Titanic inazama saa 4 baada ya kugonga barafu. 866 waokolewa na Carpathia, pengine 1250 wamepotea. Ismay yuko salama, Mrs. Astor labda, majina maarufu hayapatikani. Mwisho kunukuu. Hivyo huu ulikuwa ni mwisho wa meli iliyoitwa haiwezi kuzama, na somo kuu la Titanic linabaki kuwa asili haina mshindani na tahadhari ni bora kuliko ujasiri wa dharau. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV.